السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدًا عبده ورسوله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehma Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, tumshukuru tena Mwenyezi Mungu kutuweka uhai na uzima leo, kama ni Ramadhani ya first Sunday of the holy month of Ramadan 2016. Kwa Mwenyezi Mungu ametoka uhai 2015 tulikuwa pamoja, na leo tumekutana tena pamoja, sili nyingine isipokuwa ni uwezo na kudra ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Topic niliopangiwa leo ni kuhusu kibri, pride. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yuatuambia nini kuhusu pride? Yuatuambia nini Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusu masala ya mtu kujiona? Na Mwenyezi Mungu yuasema nini, au msimamo wa Mwenyezi Mungu ni upi? Kabla hatujaingia direct, ili tupate kuchunga ule wakati, kibri ni magonjwa. Lazima ujue binadamu yoyote anaozaliwa huzaliwa akiwa ni naqiyan nadhifa. Ukiwa msafi wewe, huna magonjwa yoyote ya moyo. Binadamu yoyote akizaliwa yuzaliwa fresh. Ni maana ukizaliwa wewe huna kibri. Mpaka scientifically wanalikubali hili kwamba yule binadamu aliona kibri sahihi miaka 20-25 au miaka mitatu, mtu ana kibri lakini hakuzaliwa nacho kibri. Kibri kinakuja katikati ya maisha ya binadamu. Yale maisha unaoishi, kuna vitu vitakupata, au kuna maisha yatakubadilisha, au yale maisha unainukia nao automatically kibri kitaingia pole, slowly, taratibu, mpaka wewe utakuwa na kibri kamili, fully 100%. Yani kibri kinajidownload pole katika maumbile ya binadamu. Inawezekana katika meo ukifika miaka 15, 15 years, 16 years, kibri chako kikawa ni 20%. Kila miaka ikienda mbele, kile kibri kinazidi, mpaka ukifika miaka 50 wewe uko fully downloaded wewe. Kuna wengine tofauti, kuna wengine kibri chao kinakuwa full download, yani kimekuwa downloaded akiwa na miaka 13 tayari ashaanza kureact. Kuna wengine 17 years, kuna wengine mpaka wafike kwenye zile categories ama zile class zilopanga ama zinazomfanya mtu awe na kibri. Lakini ukizaliwa wewe unazaliwa fresh, huna kitu kinachoitwa kibri.
Naangalia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala msimamo wake wa kibri. Msimamo wa Mwenyezi Mungu asema innahu la yuhibbul mutakabbirin. Mwenyezi Mungu asema hawapendi kabisa watu wenye kibri. Huu ndio msimamo wa Mwenyezi Mungu. Na ni madhambi ya kipekee Mwenyezi Mungu aloyapinga direct. Wewe ukiwa mzinifu, Mwenyezi Mungu sio kwamba hapendi mzinifu direct moja kwa moja. Mwenyezi Mungu sio kwamba hapendi mtu pengine ni mtu mwenye kutukana direct. La, Mwenyezi Mungu inna Allaha la yuhibbul musrifin. Mwenyezi Mungu hapendi watu musrif. Musrif ni wale watu wanafanya madhambi mpaka imepita extreme, yani imepita kiwango mpaka town nzima wakitajwa top 3 mzinifu number 1 wewe ndio musrif. Kuna watu waweza katajwa kabisa hapa warongo wangapi hapa, basi atli kufunga macho na kufungua tu Ustadh Omar wa kwanza, Mungu asijalie. Lakini kuna watu ndio numbers hizi, in numbers kabisa. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam atueleza kwamba kibri Mwenyezi Mungu amekuja direct. Musrif anaingia paka mzinifu, amezini sana, ameiba sana, ndio musrifu. Lakini kibri kinakuja peke yake. Mwenyezi Mungu asema innahu la yuhibbul mutakabbirin. Kibri ni madhambi ya kwanza yaliyofanywa na viumbe wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kibri ni madhambi ya kwanza, narudia tena, yaliyofanywa na viumbe wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na ukiangalia katika yale madhambi mengine yote kunao hata kama ni chembe chembe au pieces za kibri, katika zina, kula riba, kutukana, kusengenya, kula mali ya mayatima. Hapo ndani ukiangalia ni package, ile zina ni package, ndani yake utakuta kunao pieces za kibri. Ndio Mwenyezi Mungu akaitwa kibri ni peke yake, kwa sababu kibri ni kama Play Store ya madhambi. Application ya Samsung Play Store ama application ya Apple, ndani pale ndio kuna WhatsApp ndani kwenye zile Play Store, kuna imo ndani. Sasa wewe unapoichukua ile Play Store ndio umezichukua zote ndani. Wewe unapokuwa na kibri una kila kitu. Lakini ukiwa ni mzinifu utakuwa na pieces kidogo za kibri, lakini ukishakupewa ile badge ya kwamba wewe huyu ndio number 1 mwenye kibri, basi ujua ana all in one. Huyo ana kila kitu, hata ukimleta kwenye zina he's ready, ukimweka kwenye kula riba ndio atatop, ukimweka kwenye kutukana hata usiwe na wasiwasi, masala ya kula zaka za pesa za mayatima yeye atakuweko, kwa sababu ana kibri. Lakini wewe ikiwa tabia yako ni tariku swala peke yake, basi unaweza kawa kibri, utakuwa na pieces za kibri, lakini hui mutakabbirin. Kibri ni madhambi ya kwanza yaliyofanywa na viumbe wa Mwenyezi Mungu, na si mwingine aliyetop isipokuwa ni Ibilisi la'natullahi alayhi. Mwenyezi Mungu alimuumba Nabii Allah Adam, na kuonesha kibri kimeanza wapi, kikaja wapi, kikafika wapi, mpaka msimamo wa mtume ukaja ukawa namna gani. Sasa mimi na wewe tuko namna gani? Kisha ndio mwisho tuzungumze mimi na wewe tuko namna gani, ambapo kwamba hapa itakuwa episode imetimia kamili kabisa. Mwenyezi Mungu alipomuumba Nabii Allah Adam alayhi salam, tunaelewa historia ya Nabii Allah Adam kwamba ulichukuliwa udongo ukawekwa kwenye mlango wa pepo for over 40 years. Kisha ilipokuwa ni mchanga, after 40 years ikawa ni salsalan kalfakhar, ikaja tinun lazib. Hizi ni sand alilofanya ikawa ni sticky clay, ikaja ikageuka after every 40 years. Ilipokuwa ni gogo limewekwa pale, Ibilisi akaja
akaiangalia ile bodi ya binadamu ama bodi ya Nabii Adam alayhi salam, dhiraa 60, dhiraa 60 ya Nabii Adam alayhi salam. Yani mimi hapa pengine ndio one of the tallest katika msikiti hapa, pengine lao utatagua watu warefu, basi mimi pengine nitachaguliwa ni katika top 3 ama top 4 hapa. Na ukumbuke dhiraa zangu ni kama 4 peke yake, dhiraa ni kutoka hapa mpaka hapa. Sasa dhiraa zangu kizipima mimi itakuwa ni 3.5 ama 4. Tuchukue mimi ni the tallest wetu ana dhiraa 5, tuchukue. Nabii Adam alayhi salam Mwenyezi Mungu amemuumba ana 60 dhiraa. Yani hapa mpaka juu ya msikiti tuchukue mfano ni kama 20 dhiraa. Sasa Nabii Adam ni times 3. Na hiyo ndio maumbile ya watu peponi. Peponi tutakuwa na dhiraa 60. Hakuna vifupi vifupi wala sijui kama no. 60 dhiraa. Yani uzito wewe ni kama msikiti huu. Ukikanyaga ardhi yenyewe ajua kweli kuna mtu anakuja. Hata hivi sasa tusumbuliwa na mbu sisi. Lakini suala ni kwamba 60 dhiraa, Ibilisi akaicheki, akamonitor, akaingia ndani ya mwili, ndani ya pua, ndani ya masikio, akaiona immune system iko namna gani, digestive system akaiona, akaona moyo uko namna gani, yani places zote anazijua mishipa yetu Bas Ibilisi laanatullahi alayhi akaondoka. Ikaja masala ya kwamba Mwenyezi Mungu yawaambia malaika sasa msujudieni. Wa idh qala rabbuka lilmalaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa. Mwenyezi Mungu aliwaambia malaika kwamba atakakuumba kiongozi. Ashamuumba Nabii Adam. Sasa wa'allama Adam al-asmaa kullaha. Nabii Adam ashapewa exam, malaika washashindwa, Ibilisi ashashindwa. Sasa ilikuwa ni ceremony, ilikuwa ni ni party sasa party yenyewe anakuwa honored na bin Adam. Nabii Adam lazima apewe zawadi kwa mtihani aliyoshinda. Hataki kuingia sana huku tukose ile party yetu na chanzo cha kibri. Mwenyezi Mungu akamwambia mumkubali kwamba huyu Adam amewashinda. Malaika kwa jumla wakakubali kwamba wameshindwa na bin Adam. Mwenyezi Mungu akamwambia basi msujudieni. Si sijda ya ibada, ni sijda ya ta'dhim, ya salute. Ni kama siku hizi demokrasia yetu imepanga wewe ukiwa kotini pale basi mpaka umsimamie yule jaji anaingia, na ikiwa toka mpaka urukuu kidogo, urukuu kama swala lakini mpaka ufanye hivi. Si kwamba muabudu yule jaji humwabudu bwana. Na si kwamba msimamia kwamba ana cheo gani, la. Suala lilioko ni kwamba Nabii Adam aliposujudiwa si kwamba yuabudiwa, la. Point iliyokuja Ibilisi aba wastakbara. Sasa hapa ndo inakuja inatuletea ile picture, full picture ya kibri. Nabii Ibilisi alipoambiwa sujudu aba akakataa. Alikuwa it's enough akatae tu, lakini Mwenyezi Mungu asema wastakbara, kisha akafanya na kibri. Hatujazungumzia kibri ni nini, Mtume ndio sallallahu alaihi wasallam atatuelezea kibri nini, lakini aba wastakbara. Wajua ikiwa for example mtoto wako unamtuma, siku hizi style za watoto ukiwatuma kwanza hukunja ule uso, mashavu haya kafura, ukamwona macho ameyatoa, hataki kwenda huyo mtoto wajuazi amefura mtoto, hataki kwenda. Basi afadhali aba hiyo amekataa, lakini asiongee baba anisumbua, mama kila saa nituma mimi, sijui wanionea. Akisema tu ndio ana kibri. Afadhali wewe nyamaza tu, vile vile mtu ajua huyo hakupenda huyo, basi ndio aba amekataa. Lakini mpaka ukao unatoa na maneno na unajibizana na mzazi wako, hicho ndio kibri. Sasa Mwenyezi Mungu asema hakupendi kabisa. Na ikiwa hupendwi na Mwenyezi Mungu, wewe utakuwa na raha gani hapa ulimwenguni? Ikiwa Mwenyezi Mungu hakupendi, wewe una raha gani katika ulimwengu? Upendwe na kila mtu,
lakini huna mahaba ya Mwenyezi Mungu, wewe huna maana kabisa fi dunia wal akhirah. Lakini watu wote ulimwenguni wakuchukie, lakini Mwenyezi Mungu akupenda, hukulose kitu chochote. Aba wastakbara, akakataa na akafanya kibri. Kibri chenyewe ni pale Mwenyezi Mungu akamuuliza ma mana'aka, mimi nimekuamrisha usujudu, kitu gani kimekufanya wewe ukatai kusujudu? Akasema ana khairun minhu, mimi ni bora kuliko yeye, ikiwa ni wa kusujudiwa nisujudiwe mimi. Ibilisi amwambia Mwenyezi Mungu, sasa hicho ndio kibri. Sasa pale Aba alikuwa kasirike imalizike, lakini pale wastakbara Mwenyezi Mungu akamwambia sasa wewe lazima utoke kwenye nyumba. Wajua hata mzazi ukijionyesha unkasirika hata tukana tu, ataingia chumbani akutukane, mama ataingia jikoni akutukane, lakini unapomjibu atakwambia get out, toka sasa. Ikiwa sasa amefika kujibizana, hapo amemalizika. Wastakbara, yani umefanya kibri. Sasa ndio Mwenyezi Mungu hangemtoa kwenye rehema yake, lakini amemtoa kwenye rehema yake Ibilisi, kile kibri alichokuwa kireact na akijibizana na Mwenyezi Mungu. Anamwambia mimi ni bora bwana, khalaqtahu min tin au min turab, huyu umemuumba kutokana na dust na sand na mchanga, lakini mimi umeniumba na moto bwana. Yani moto, afadhali moto. Yani yeye kile ni kibri alichokuwa nacho. Ndio yakawa ni madhambi ya kwanza yaliyofanywa na kiumbe wa ulimwenguni, yani kiumbe wa Mwenyezi Mungu. Dhambi la kwanza lilofanyika ulimwenguni ni historia ya Kabil na Habil. Tushatoka mbinguni, tunakuja polepole, tuko kwenye ardhi, kisha tuje polepole mpaka tufike kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kisha tuje polepole sasa tuje mimi na wewe hapa tulioko sasa. Sasa nakuleta kidogo kidogo tu uelewe ile disease. Afadhali uwe na magonjwa ya ukimwi, sisemi tuitafute, afadhali uwe na magonjwa ya Ebola kuliko kuwa na magonjwa ya kibri. Magonjwa ya kibri yanakula thawabu zako ajabu. Wewe ukawa na makibri, basi ile swala ukimaliza tu inaliwa hapo hapo, inakwenda zake, yani inakuwa deleted kabisa, namna inavuliwa. Kinyume na angalia hasad. Alhasad, Mtume asema taakulu alhasanat. Ukiwa na hasad wewe, ukiwa hasidi, ile kuwa hasidi tu inakula yale mazuri yako, kama inavokula moto unavokula kuni. Zile kuni zinavoliwa katika moto, pengine wengine kuni hawana Sasa pengine una gesi wewe, basi ikiwa una gesi nyumbani, basi ile karatasi iweke kwenye ile gesi, namna itakavyochomwa basi ndio amali zako zinaliwa na hasadi. Na hasadi, na kukumbusha tena, hasadi ni application iko ndani ya Play Store, ni WhatsApp iko ndani ya Play Store, hasadi iko ndani ya kibri. Sasa ikiwa hasadi inakula masababu zako namna hii, ujue kibri inakula namna gani. Mwenyezi Mungu hajaitaja na sijakutaja kibri kinakula namna gani, na kupa zile cheche na zile pieces za kibri ambapo kwamba ni hasad ndani yake, inakula namna hiyo. Kibri ni kitu kibaya sana. Kabil, kibri chake kilikuwa namna hii. Walikuwa Hawa mama yetu akizaa yuwaza pairs, atazaliwa mtoto wa kiume na mtoto wa kike. Nyinyi ndio brothers, yani brother na sister. Akizaa mfano kesho amezaa tena, atazaa tena mtoto wa kiume na mtoto wa kike. Akazaliwa katika pair 1, akaziwa Kabil na ndugu yake, kisha akazaliwa Habil na ndugu yake wa kike. Ikawa sasa amri ya Mwenyezi Mungu na amri ya Adam alayhi salam ni kuwa Habil amuoe sistake Kabil na Kabil amuoe sistake Habil.
Lakini yule Kabil kila akimwangalia zile movement nyumbani wamwangalia sistake. Manake si kwamba ilikuja tu hivi hivi, la, alimpenda. Akawa yuamuona ni mzuri, ni kwamba alikuwa kimchunguza. Hata pengine akimwekea CCTV chooni akimwangalia, ndio akazidi kumpenda. Yani ni mfano, kulikuwa hakuna CCTV wakati huo. Anasema ustadi Kabil wakati huo CCTV ametoa wapi? Na kaoneni nakupa mfano, yani alikuwa kimonitor akimwangalia mpaka akamjua, akampenda. Sasa alipompenda, ilipokuja amri ya kwamba wewe utamuoa huyu harusi next week na wewe utamuoa huyu harusi next week, Kabil akimwangalia sistake mzuri, akimwangalia sistake Habil hakumpenda, basi akasema akaambia babake, mimi no. Aba akakataa. Kwanza yule ni Aba, alikataa Ibilisi. Sasa Kabil naye wakataa. Wastakbara, kule kufanya kibri Kabil ni kumuua ndugu yake, ndio kibri. Sasa kile yani amekataa, angekaa bila kuoa akawa bachela mpaka kafa, yani at least Mwenyezi Mungu angemsamehe. Lakini kule wastakbara, akafanya kibri kisha akamuoa sistake. Kabil alimuoa. Ukisoma katika historia za tarehe za Ibn Hisham, ukisoma tarehe za Abdullah ibn Abbas, ukisoma tarehe zilioko katika Badai Zuhur na sira nyingine, utaona kwamba Kabil kisha alimuoa sistake, wakazaa. Sasa fikiria kile kizazi kilikuwa namna gani. Haya si madogo. Hivi sasa kuna miujiza ambayo kwamba ya kiajabu ni kuoana mtu amuoe sistake ama mtu amuoe mamake. Ni mambo ambayo kwamba yanaendelea mpaka sasa, ambayo kwamba ni kibri cha kupita kiasi. Sasa Kabil akawa ni mtu wa kwanza alioanzisha, alointroduce kibri ama amelaunch kibri ndani ya ulimwengu. Kabil ikamalizika historia yake, wakaja mitume mengine. Lakini tuje kwa Nuh alayhi salam. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum adhabun alim. Qala ya qaumi inni lakum nadhirun mubin an i'budu Allaha wattaquhu wa ati'un yaghfir lakum dhunubakum, ila akhir aya au ila akhir sura. Nabii Allah Nuh akaja as a prophet kwa watu wake, akawa yawaambia kwamba muabuduni Mwenyezi Mungu, kwa sababu tayari watu wameanza kuabudu masanamu. Sasa awaambia kuna Allah mmoja ndiye wa kuabudiwa. Wale jamaa kibri walichokuwa nacho ni hiki. Mpaka sasa hatujazungumza kibri nini, lakini kwanza wacha nikulete, kisha ndo tukifika kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio niwatajie kibri ni kitu gani, kwa sababu Mtume mwenyewe ndio atakayetuambia kibri. Lakini nakueleza kwamba hichi kibri kilitoka mbali, na hawa wote hawakuzaliwa nacho. Ibilisi hakuumbwa na kibri, Kabil hakuzaliwa na kibri, na hawa kaumu Nuh nao hawakuzaliwa na kibri. Waliosilimu watu wa mwanzo wakawa ni wachache, minadhuafa, katika watu wanyonge, ndio kwanza waliosilimu. Qur'ani ikawa yatueleza historia ya Nabii Allah Nuh alayhi salam alipokuwa amekaa na wale wanyonge, wale maskini kwenye haki. Wajua siku zote sisi as a human being kwenye ukweli, mara nyingi wale wanyonge ndio wanaotangulia katika historia ya mitume wote. Suala la ukweli, wale wanyonge maskini ndio wanaotangulia matajiri. Si kwamba matajiri hawataki ukweli, mpaka tuelewane. Mahali popote kwenye ukweli, especially message ya mitume waliokuja nao, historia ukisoma utakuta wanyonge ndio waliokuwa mbele kuliko matajiri. Matajiri wanafuata wanyonge.
Na ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam mmoja katika hadithi asema siku ya kiyama zile hisabu zitakapofanywa, wale wanyonge wataingia peponi 1000 years before tajiri. Anasema hivi sote tujifilisishe tu bankrupt sote. Si masala hayo jamaa. Hizi maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka tuelewe jamaa. Tueleweni mwenye Mtume akizungumza maneno asijisifu mwenyewe. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema amepewa lahja, yani ile language yake ni kama camouflage, inajibadilisha yenyewe automatically. Katika kila century zinazokuja maneno ya Mtume yanajibadilisha wenyewe kwa wenyewe. Sasa ukiambiwa kwamba tajiri atachelewa, ni calculation bwana. Wewe kwa mfano, Mtume katika hadithi nyingine sallallahu alaihi wasallam ni kwamba wewe ukiwa na wake watatu utaletwa siku ya kiyama umefungwa pingu, yani umefungwa kafu zile. Kisha sasa na tajiri pia riwaya nyingine imekuja namna hiyo hiyo, pia tajiri naye ataletwa akiwa amefungwa, kisha kutaletwa wafanyaji kazi wako. Sasa wewe for example una wafanyaji kazi 1000 factory yako, wataletwa mmoja baada mmoja. Sasa ataulizwa huyu tajiri yako alikuwa vipi? Atasema utajiri wangu alhamdulillah pesa on time na amefariki huyu kwenye ardhi tumetoka naye sawa sawa, umesave. Zile pingu ikiwa wale maskini yale wafanyaji kazi wako ni 1000, zile lock zitakuwa ni 1000. Yule mmoja akisema kwamba mimi niko naye sawa sawa, lock yake itafunguka mpaka wamalizike ndio ingie. Sasa Ustadh Omari analetwa siku ya kiyama, sina mfanyaji kazi mimi nitakuja na mke wangu mmoja, uambie aingia peponi, kesi yenu ikwisha. Wewe sasa una wafanyaji kazi 1000 milionea, wewe utamaliza saa ngapi kesi yako? Ndio nitaingia mbele mimi 1000 years na kusubiri wewe, niko parking na kungojea waja. Lakini hii yote Mtume sallallahu alaihi wasallam aonesha kwamba kina Saidina Uthman wamekufa ni walikuwa ni mabilionaires na wametangulia peponi mbele yetu. Walikuwa na mabilionaires kina Abdurrahman bin Auf, walikuwa ni business woman kina Khadija binti Khuwailid, wamekufa ni matajiri lakini wametangulia kabla hawajafa kwa peponi. Sasa paka ile language uzielewe, kuna watu maskini lakini wana kibri ajabu. Utasikia Mtume asema nini watu kama hao? Mtume sallallahu alaihi wasallam yuendelea kutueleza kwamba na mifano iliyotolewa wakati kwenye haki inapokuja, maskini wanyonge mara nyingi wao ndio wanatangulia. Nabii Nuh alayhi salam alikuwa amekaa na wale maskini katika hall, tuchukue mfano, au ni msikiti au ni kwenye baraza, amekaa. Wale matajiri wakafanya camp kwamba huyu Nuh siku hizi watusumbua sana, hebu twende tukamwangalie hali yake iko vipi, yani ile dini yake iko namna gani. Na hii ndio hali ambayo kwamba iliyoko huyu Ustadh Omari, hebu mmemsikia hebu nikamwangalie kwanza. Speech yake ushanisikia lakini hujanijua tabia zangu, pengine kuna tabia zitakuudhi mpaka mwisho. No, huyu wallahi ni maneno tu matamu lakini ana urongo hivi. Lakini sasa si binadamu sote, nobody is perfect. Mimi kena kosa hili, pengine una kosa lingine, lakini ni kutukudana na udhuru. Lakini ile kuchunguzana ile ni si tabia nzuri kabisa. Hawa jamaa wakawa wamekwenda kumchunguza special tajassus, kumwangalia Nabii Nuh alayhi salam. Wakaenda mpaka pale wakaiangalia ile situation, wakaipima na brain. Wajua ukweli hautaki akili. Ati Mwenyezi Mungu ametukataza zina, wewe wafikiria no, zina iko sawa. Hakuna ukatazo, it's over, hakuna maneno mengine kabisa. Ati wapima akili yako, hakuna kupima katika suala la haramu na halali katika mpangilio wa Mwenyezi Mungu. Hawa jamaa wakapima, wakaangalia ule Uislamu, wakaona walokaa watu wachafu, maskini, wanyonge, wao ni matajiri. Walipoipima ile picha, Mwenyezi Mungu yasema kwenye Qur'anul Karim, qala almala'u alladhina kafaru. Almala ni watu ambao kwamba
walio chini ya ministers, wale wafalme na walio chini ya wafalme walio makafiri, wakamwambia Nabii Allah Nuh alayhi salam, ma naraka illa basharan mithlana, sisi tukuona wewe ni kama human being, kama sisi tu. Na hizi language ziko jua mpaka sasa mtu kuamini kwamba yeye na mtume yuko sawa sallallahu alaihi wasallam. Huwezi kuwa sawa na Uhuru Kenyatta, utakuwa sawa na mtume. Kuna Waislamu imani yao anaamini mtume si kama mimi tu, lakini nakwambia tena huwezi kuwa sawa na Uhuru Kenyatta rais wetu, utakuwa sawa na mtume. Prophet Muhammad amechaguliwa na Mwenyezi Mungu bwana. Sisi hawa politician tumewatagua sisi, na tukitaka kuangusha tutawaangusha sisi. Na hata pengine hukupiga kura kamwe. Pengine kuna wengine Waislamu hawapigi kura kabisa, hata hukumtagua, lakini huwezi kuwa sawa. Hivi sasa tu akiwa ataingia hapa, tutajua kweli kwamba kuna president anakuja. Na wewe ukiingia hata hakuna juae. Au pengine hata nyumbani, unajua zao kaingia nyumbani, hata wife hajui kama husband ameingia. Nani ameingia? Baba ameingia, achana naye. Lakini angalia Uhuru Kenyatta akiingia hapa, innal muluka idha dakhalu qaryatan afsaduha, wale wafalme wanapoingia kwenye mji ama kiingia kwenye mtaa ama tauni, utaona watu wanapopata tabu. Uhuru Kenyatta yuatoka state, atoka United States of America, basi land Jomo Kenyatta saa 8, barabara inafungwa kuanzia asubuhi. Utajuazi leo kuna mtu yuaja. Kuonesha na huko sawa naye, wewe utaingia, utapita, utafika na traffic jam na utaibiba. Takhabari watu hawana. Lakini angalia vipi utakuwa kama mtume sallallahu alaihi wasallam, ambaye kwamba asema mtume yuaja Madina, yuingia Makkah, fathi Makkah, yuwaambia maswahaba nitawapeleka mahali nilikuwa nikichunga mbuzi, natembea, kuna majiwe, stones hizi majabali yanampigia assalamu alayka ya Rasulullah. Awambia nitaonesha each and every stone used to greet me. Wewe usalimiana nani? Kisa sasa wewe wanambia mimi, au una belief yako ni kwamba wewe na mtume uko sawa. Nani alikusalimia? Hata kwenye WhatsApp watu wakikusalimia kwamba hujui nini? Salamu zako hizo unazopewa ndio assalamu alaikum yani. Mtume wasalimia na jina, hajua kama atakuwa mtume, lakini wasikia assalamu alayka ya Rasulullah. Mtume ajua wazi, tena kaonesha masahaba, jiwe hili, jiwe hili, jiwe hili, mti huu, mti huu, mti huu ulikuwa ukinisalimia. Ikiwa hivi sasa scientist agriculture watuambia kwamba miti na communicate, miti na communicate, lau utameza mahindi hapa yakiwa yamepangana, ikiwa kuna wadudu wale wa mahindi wamekuja kuattack mti huu, unamwambia huyu, unamwambia kabisa kwamba mimi nishaku attack, toa wiper zile, atatoa wiper zile. Akitoa wiper wale wadudu wanakimbia. Sasa ata attack mti mmoja, mtu wa pili attack. Wewe sasa utashangaa vipi kwamba mti unamsalimia mtume sallallahu alaihi wasallam? Bas hawa jamaa waambia Nabii Allah Nuh, sisi tutakuona wewe kama sisi tu, una tofauti yote. Kisha mwambia wama naraka tabaka illa alladhina hum aradhiluna badi ar-rai, wewe kama sisi, una tofauti na hawa wanakufuata wewe, hawana mazungumzo yote atakozungumza. Maskini wanyonge watatuambia nini hao? Hawa watawalisha hawa namna hii. Kibricho, hiyo ndio kibri. Nabii Allah Nuh alayhi salam, hizi ndio challenge alizozipata. Tuje kwa Nabii Allah Musa alayhi salam. Sasa tumefika episode nyingine ya Nabii Allah Musa alayhi salam, na nukuu chapchapu, kwa sababu lengo letu sisi ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu yeye ndio kila kitu, yeye ndio role model wetu. Ikiwa utatoa mifano yote, basi mwisho angukie kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, usiangukie kwa mwingine. Yeye ndio anayetutengezea kila kitu chetu sisi. Mwenyezi Mungu kwenye Qur'ani atuambia wa Qaruna,
wa Firauna wa Hamana walaqad jaahum Musa bilbayinati fastakbaru fil ardi wama kanu sabiqin. Kulikuwa na Qarun, kulikuwa na Haman na kulikuwa na Firauni. Hawa wote Nabii Musa alichallenge nao, na Mwenyezi Mungu mwenyewe ametoa certificate kabisa kwamba hawa watatu hawa wana certificate ya kibri. Mwenyezi Mungu mwenyewe amepitisha bwana, sikupitishwa na university zetu za Oxford hapa bwana, ama KU zetu hapa, la, wamepewa certificate na Mwenyezi Mungu kwamba hawa ni katika top mutakabbirin. Nabiullah Musa alayhi salam alipambana na Firauni kwanza. Firauni akaangamizwa. Akapambana na Haman akaangamizwa. Akapambana na Qarun tutakuja kumuona mbele huku, lakini Qur'ani ishatuthibitishia Nabii Musa alayhi salam alipatana na watu waliokuwa na kibri, nishawathibitishia. Lakini huyu Qarun tutamtumia katika mwisho wa speech yetu insha Allah. Ana role moja ambayo kwamba nimemtegea ili tuelewe zaidi. Mitume wengine wote wakapata challenge kama hizi. Akaja Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, watu wakamjua Mtume ni as-sadiqul amin, ni mkweli mwaminifu. Mtume akatangaza tayari yeye ni mtume wa Mwenyezi Mungu, kwa hivyo nyote mwatakiwa muwe Waislamu. Challenge zikaanza, na hapa ndio tutaipata picha kamili, kwa sababu kile kizazi chetu sisi tulichonacho ulimwenguni ndio hawa kina Abajahli wetu wako, kina Umayya wako mpaka tarehe ya leo, kina Abu Sufyan wako mpaka tarehe ya leo, kina Bilali wako, kina Saidina Umar tuko nao. Sasa kilichotokea wakati wa Mtume ndicho chetu sisi tunavyovifanya. Mtume alipokuja sallallahu alaihi wasallam alikuwa na message mbili. Wale makafiri wa Maka walikuwa hawakubali nazo, na wakafa hawakukubaliana nayo fikra hiyo, na wengine walisilimu kisha fikra kama hii baadaye ilitoka. Kuna wengine Waislamu wakafa nayo. Tunazungumzia kibri, hakuna kitu kingine hapa tunachokizungumzia isipokuwa ni suala la kibri. Mtume alipokuja na topic, alikuja na topic moja, akasema maneno haya, akasema almuslimuna ikhwa, Waislamu wote ni ndugu ulimwenguni. La ahadun ala ahadin, yani la fadhlun li ahadin ala ahad. Hakuna fadhila ya kuwa huyu ni mbora na huyu ni mbora. Sote ni ndugu mmoja, baba yetu ni Adam na mama yetu ni Hawa. Sasa Mtume message yake iko hapa, maadamu sisi ndugu, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam asema kitu kimoja, la fadla li ahadin ala ahad. Hakuna mtu amuone mwenzake yuko chini na yule amuone mwenzake yuko juu. Sote tuko level moja, illa bitaqwa. Utamweka mwenzako mbele kwa sababu ya takwa only. Huyu yuwaswali kunishinda mimi, tunajuana Kuna watu hapa kiingia msikitini, Ustadh Omar mwenyewe hapa yuwajua, akiingia jua wazi wako msikitini. Na kuna watu latecomers always. Lau tutaandika latecomers wa msikiti, we daily we ukosi kwa latecomers. Wako watu namna hiyo Sasa kila mtu anajua, lakini ukishakujua huyu anatakwa kunishinda, basi huyo ndio mbora wako. Only hiyo tu. Ikiwa tutaekeana standard, basi mweke standard mwenzako kwa sababu ya kumcha Mwenyezi Mungu. Usimweke juu kwa kitu kingine chochote. Suala hili liliwasumbua sana Makureishi.
Na nakwambia shortly, briefly, kwa ufupi, Mtume Muhammad kazi kubwa aliyopigana nayo sallallahu alaihi wasallam ni kuondoa kibri walichokuwa nao makafiri. Haya ni magonjwa au ni disease makafiri walikuwa nayo, hawakuweza kabisa kuiondoa katika fikra yao. Kuwa tuondoe kibri, ni muone mfanyaji kazi wangu ni kama mimi, kwa kuwa amesilimu, hilo haliwezekani. Na wako tayari wapigane to the end, mpaka mwisho, lakini haliwezekani ni swali pamoja na mfanyaji kazi nilomsilimisha mimi. Hilo lilikuwa haliingia kilini kwa kina Abajali. Mtume akaambia tena, la fadla li arabiyyin ala ajamiyyi illa bitaqwa. Hakuna sijui mimi kabila langu ni hili, mimi sijui ni kabila hii, mimi sijui ni kabila hii. Hakuna kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala isipokuwa takwa ndio silaha kamili. Makafiri wakaanza kejeli zao, kibri chao kikaanza. Hatujajua kibri ni nini. Mtume sallallahu alaihi wasallam hajatuambia kibri ni nini, na sijawaambia Mtume asema kibri ni kitu gani. Makafiri wakaanza kibri chao. Nani anaidai ni Mtume? Darun Nadwa, wako kwenye Darun Nadwa, members of parliament iliyoko Makkah Mukarrama. Leo ukenda Makkah, upande wa Babul Fathi, ndio kuna eneo sahihi pale mahali kumejengwa vyoo. Hapo ndio kulikuwa na Darun Nadwa parliament ya numbers nimesahau. Ukienda siku nyingine utaiona ile namba ya kile ile choo, ndio utajua hapa ndio iliyokuwa size ya member of parliament. Mshawara wote wa kuchukuliwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ulikuwa wakikaa hapo kina Abajali. Iko katika ile haram spaces, yani nafasi, nyumba ya Mtume alozaliwa Mtume, maeneo alikuwa na Khadija akiweka biashara zake, nyumba ya Khadija ilikuwa na mahali gani, yale maeneo yako, mpaka upate mtu smart anayejua historia aweza kukuonesha mahali kama pale. Na ni ubora ujue, kitu cha muhimu ni ubora ujue. Pengine utasema kuna faida gani kujua? Kuna faida gani kumjua Cristiano Ronaldo? Niambie, nipe moja. Kuna faida gani wewe umjue Raila Odinga? Kuna faida gani umjue Uhuru Kenyatta? Si umjue Saidina Umar, lakini utajua players wote wa Euro wanaoteza, timu zote za Euro 2016 zinazoteza wazijua. Copa America hukosi, wapata faida gani? Lakini kwenda kujua hapa iko faida. Liqaumin ya'qilun, kwa wale wenye akili, watu intelligent. Ukimwambia hapa ndio mahali alipozaliwa Mtume, ajua faida yake. Sasa usimwambie yule mtu ambaye kwamba si intelligent, mtasumbuana sana, mtatukanana, mtabishana. Na don't argue with a fool, people might not notice the difference. Wenyewe wasema hivyo ukishindana naye sana mpaka wataona kumbe Ustadh Umar kama huyu tu. Wewe ukimwona wewe you are not believing on these things, to see ndio kuona imani yako izidi. Hakuna seeing is believing. Ile seeing is believing si kwa Mwenyezi Mungu. Seeing is believing ni kwamba ukiona Al-Kaaba ndio utaamini zaidi. Nenda mpaka Dubai miaka yote wafanya nini? Nenda hija, nenda umra, ukaona utukufu wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Uone mitume wote mitume over 90% waliozikwa katika tawafu tunaoikanyaga pale. Uone ndio utahisi ukisha kuiona ile Al-Kaaba. Wata kuangalia kwenye mapicha bana, nenda kaione mwenyewe, uiguse tena. Kuna lazima gani? Gusa, ushike, ujua umeshika kitu wewe mahali aliposhika Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yeye katika ile nini area, kuna mahali pengine aligusa Mtume, kuna mahali aligusa sahaba. Huenda ukigusa wewe ukapata zile bluetooth kidogo za rahamat. Wewe hapo ukiwa na flu, ukikaa karibu na mimi uzakarushia kwa bluetooth tu, ghaflana mimi na mafua, wewe ndio nisambazia zile disease. Na baraka za Mwenyezi Mungu ziko namna hiyo hiyo. Kuna disease kusambaziana na kuna baraka kusambaziana. Mahali alipogusa Mtume, ukigusa wewe utabadilika tu automatically. Imani itapiga direct without bundles, takwenda mpaka 100%.
Kwa sababu gani? Mahali amekanyaga Mtume sallallahu alaihi wasallam, mahali amegusa mtu mwema. Haya mambo yako na hatuwezi kuingia sana Tutatoka kwenye mada na Ustadh Omar hapa, namuona kidogo time yatupigia wakati. Mtume sallallahu alaihi wasallam challenge zikaanza. Wa kwanza alianza kusema katika member of parliament yao, asema yazumu annahu an-nabi wala yamliku shajaratan wahidatan minan nakhla. Nani anaidai kuwa ni mtume? Kaambia ni yule yatima yule. Ni yule kijana mdogo. Hakutaja tena aswadi kuamini shapotea, ile aswadi kulamini kwisha. Na wewe siku zote ukizungumza ukweli, ukisha kuzungumza ukweli wewe, basi atoka shekhi gani yule mrongo mkubwa bana kwa kuzungumza ukweli. Unajua kuna watu tena mpaka sasa, ustadhi wallahi ile speech yako best bana nataka unipe, kwa sababu ile speech atakumtumia mtu alomdhulumu. Na siku yeye ni mzinifu, ukizungumza kuhusu zinaa, ustadhi wewe mtumwa nini? Sasa kwa nini uchague? Ukweli ni ukweli tu. Sasa ustadhi ndio utaanza kutukanwa, shekhe imamu afutwa kazi kwa sababu gani? Amezungumzia zaka, mwenye msikiti hatoi zaka. Sasa hapo ushaharibu, posho imeisha. Au mshahara utaambia bwana mshahara kidogo utapungua hapa. Umfanya nini? Kwa nini uzungumze zaka? Basi unyamaze tu vile. Sasa kwenye ukweli siku zote title zako zote nzuri zitakwisha. Haya ni tabia za kibinadamu, especially akawa na kibri. Wasema wajua zamani, hivi sasa wewe ukiwa na semi trailer ni signs ya kuwa tajiri. Nakwambia tena, hata kama ni la mkopo si lako, lakini maadamu una semi trailer, hiyo ni one of the signs kwamba wewe ni tajiri. Gari si lazima. Ustadh Omar analo gari. Gari si kwamba signs ya utajiri. Sasa wewe ikiwa umeanza business zile, una semi trailer 2-3, kidogo wewe tutakuhesabu ni mtu katika matajiri wewe. Zamani wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ukiwa na mtende wewe tayari umeanza kuwa tajiri. Paka uelewe hiyo example. Sasa hawa watu wa Makkah walipouliza nani mtume, wakaambiwa ni Muhammad. Muhammad yupi? Yule alikuwa yatima. Huyu ndio anaidai kwa ni mtume. Basi mmoja akasema, Bajali mmoja katika ninio, Bajali akainuka akasema, ayazumu annahu an-nabiy wa la yamliku shajaratan wahidatan minan nakhla. Yeye anadai kwamba ni mtume wa Mwenyezi Mungu na hana mtende hata mmoja ndani ya town nzima hii. Sikiza kibricho ustadhi gani huyo? Atembea na miguu bana barabarani hapo, tuamuona toka nako. Ustadhi gani? Ustadhi ana gari tena VX bana, tena na bodyguard, ana pistol kidogo. Huyo ustadhi huyo kweli. Ndio yani fikra yako unaona wewe ni hiyo, lakini watu wema walikuwa hawako namna hii. Mtume ameishi hana bodyguard. Na kina Rabi'atu bin Ka'b walikuwa wakilala chini ya mlango ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume alikuwa akifungua mlango amkuta Rabi'atu bin Ka'b amelala. Amwambia mbona lala hapa? Akamwambia Rasulullah, kuna rumors, kuna watu watakuja kuattack. Sasa nimeona ikiwa watakuattack basi mimi ni mbele. Mtume akamwambia kaa kando, mimi nina protection ya Mwenyezi Mungu bwana. Fa innaka bi'ayunina, wewe ukinindwa na Mwenyezi Mungu nani atakupata wewe? Ikiwa walindwa na Mwenyezi Mungu. Lakini imani yetu sisi ni kulindwa na CCTV. Ikiwa walindwa na CCTV, wewe waonazi mali yangu haibi tena, zitavundwa na utaibiwa na mwizi umshiki. CCTV si sababu ya kuokoka wewe bwana, lakini kuna Mwenyezi Mungu akiamua yeye kulinda wewe, utashangaa, utaona mambo ya ajabu katika maisha yako. Na watakuona wewe, wale walokuzunguka ndio wataona ajabu. Kwa sababu gani? Kwa sababu you are under surveillance ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, sio under CCTV protection. Maana hata mwizi akitaka kuiba, akiona CCTV tu kidogo plan atachange, kwa sababu naonekana. Lakini uonekana na Mwenyezi Mungu hata habari yani. Hiyo ikiwa uonekana kama CCTV pile itaniona na mpale tu. Mwenyezi Mungu akwambia yuko karibu min hablil warid, zaidi ya hati yako.
Moyo si uko hivi. Mungu yuko karibu na wewe zaidi ya uzi wa mti wa ulioko mshipa ndani ya moyo. Yuakuona vizuri sana Mwenyezi Mungu. Na angalau CCTV siku nyingine zitakuwa zina error, hazionekani. Kiangalia mara haikurekodi, sijui kulikuwa kuna matatizo gani. CCTV ya Mwenyezi Mungu iko na rekodi ya ajabu bwana. Na haina network haina pengine useme sijui haina bundles zinkwisha, iko kamili. Sasa hawa wasema vipi mtume wa Mwenyezi Mungu na hana mtende? Kibri hicho kikawa kinawapiga. Sasa turudi kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, atuambie kibri nini. Mtume asema kwenye hadithi iliyopokewa na Sahih Bukhari na Sahih Muslim, Mwenyezi Mungu aliumba moto upande wa left, akaumba pepo upande wa right. Ule moto kisha kumalizika kuumbwa na Mwenyezi Mungu, basi ihtajjatin naru wal janna. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipokwisha tukuyumba ile pepo, basi ihtajjatin naru wal janna, kwamba hii pepo na moto zilianza kushindana. Yani there was a dispute between hell and paradise, wakawa wanashindana. Basi faqalat aljannatu, pepo ikasema, fiya dhu'afa'u almuslimina wa fuqara'ihim. Pepo ikasema wale wanyonge wote, watu maskini wote, wanyonge katika ulimwengu, Waislamu wanyonge, wale watu wema, ukawa mnyonge, ukawa humble, ukawa na tawadhu wewe, ukawa mwenye kunyenyekea, basi pepo inakwambia you are welcome, utaingia kwake. Asema al welcome wale watu wote ambao kwamba watakuwa ni humble, wale watu wote ambao kwamba watakuwa wenye kunyenyekea, na watu watakao kuwa ni dhalili ala Allah, wenye kuwa ni wadhalilifu kwa Mwenyezi Mungu, hawa wataingia peponi. Moto ikasema no, na mimi watafia aljabbarina walmutakabbirin. Moto akasema na mimi watakaoingia huku ni wale watu wenye kujiona majabari, arrogant, wale watu wanajiona na wenye kujivuna, kisha na wenye pride, mutakabbirin, ndio watakaoingia moto. Mwenyezi Mungu kisha akaamua kesi ambayo kwamba ilikuwa ikishindana baina pepo na moto. Lakini message yetu nilikuwa nataka kukupa mimi ni kwamba moto ishatangaza kwamba yawakaribisha kina nani, na pepo ishatangaza yawakaribisha kina nani. Sasa utakuwa VIP ni wewe wapi? Utakuwa maana kuna VIP wa motoni, kisha kuna na VIP wa peponi. Very important persons hao ndani ya moto, wale wa mwanzo wale. Na kisha kuna very important person ndani ya pepo, watakaoshika bendera ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illa Allah. Mwenyezi Mungu atujalie tuingie peponi. Sisi watu wa peponi bwana, ni wewe mwenyewe wajitoa tu bwana. Amini kwamba wewe ni mtu wa peponi, safisha moyo. Safisha moyo wako. Sisi ni watu wa peponi, tulikuweko na tu expect turudi. Vipi wewe na mahaba ya kumpenda Mtume sallallahu alaihi wasallam kisha usiingie peponi? Huoni una matata bwana? Lakini wewe na mimi tuamini kwamba sisi ni watu wa peponi na Mwenyezi Mungu atatuingiza na rehema yake. Mtume alipozungumza masala ya kibri asema kibri min batri haq wa ghamtu nnas. Kibri ni kukataa ukweli na kudharau watu. Vitu vile tu. Kuna vitu vile, hakuna zaidi hapo. Wajua wazi kwamba hili jambo ni ukweli, lakini wapinga tu. Hiyo ni kibri. Na sasa kuna kudharau watu, hiyo ni namba 2 ambayo kwamba ni signs ya kibri. Tushajua kibri ni kitu gani, haina haja kueleza sana. Tuzungumze pointi 2 iliyotokea wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ujue kile kibri kilivyokuwa kina dominate. Mtume alikuwa amekaa na masahaba zake kina Suhaib, Mtume alikuwa amekaa na kina Bilal, amekaa na kina Ammar bin Yasir na kina Habbab,
hawa walikuwa mtume amekaa nao, hao ndio walikuwa maskini wa mwisho, hawajui watakwenda wapi, wamtegemea mtume sallallahu alaihi wasallam. Yani wao ilikuwa target yao, ikiwa mtume atawatupa basi hawana mwingine. Hata mimi na wewe tuna baba tuna mama, hata ukafukuzwa msikitini utakwenda nyumbani utasaidiwa, lakini hawa walikuwa hawana mtu ndani ya mji wa Makkah Mukarrama. Kina Abu Jahli walipokuwa wanacheki ile situation, namna ya Uislamu unavyodominate ndani ya mji wa Makkah, wakarudi wakamwambia Muhammad, sisi bwana tutakubali kuingia kwenye Uislamu, lakini watoe wa maskini, hatuwezi kukaa nao. Point blank. Kina Abu Jahli hakuna kitu chochote bwana, wataka mazungumzo ya nini? Wakisikiza mtume akiasikiza mazungumzo yao, wasema kukaa na hawa watu maskini. Manake Umayya mfanyaji kazi wake alikuwa ni Bilal bin Rabah radhiallahu anhu. Lakini Uislamu ulikuwa tofauti jamaa. Uislamu ulimuinua mtu Mfursi, Persian, Suleiman al-Farisi kwa sababu Uislamu, na ukamwangusha mtu sharifu Abu Lahab akaingia motoni, sayasla naran dhata lahab. Usiwe wewe ati sijui mimi babangu nani, sijui babu yangu alikuwa nani, sijui alikuwa baba mmoja alikuwa mkana na Nabii Musa alayhi salam, basi akawa nasifu babu yake, babangu sijui namna gani. Nabii Musa yuko pale, basi fa auha Allahu ila Musa alayhi salam, Mwenyezi Mungu akamteremsha Nabii Musa alayhi salam, kwa sababu bwana alikuwa na tabia kujisifu, sijui mimi kabila gani. Basi Mwenyezi Mungu akamletea wahi Nabii Musa, akamwambia mwambie akhbir sahibak, mwambie rafiki yako kwamba hao baba zake aliotaja lineage hiyo silsila ya babu 9 wote wako motoni, na yeye 10th of them wa huwa ashiruhum, na yeye waje huyo. Mwenyezi Mungu anamwambia Nabii Musa, mwambie mpe habari huyo, mwambie hao tayari wako motoni bwana, wewe unasifu wako motoni na wewe ni wa 10, usione kwamba utaokoka na wewe pia waja. Sasa ule ukoo si shida, na haya mafunzo mtume aliwafundisha maswahaba zake, alimfundisha mpaka na Fatima kwamba Fatima, fanya kazi, fanya ibada, usione mimi kwa ni babako kwamba ndo utasave. Na Fatima, Sayyidatuna Fatima, kile cheo alichokipata amekipata si kwa sababu ya cheo cha mtume, alifanya kazi. Yani hata mimi na wewe, ikiwa madrasa ya babangu ndo nitarithi mimi, hakuna masala hayo bwana. At-taqwa ndio inaofuatwa na mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa hawa makafiri wakaambia bwana, waondoe hawa, sisi tutasilimu. Hata mtume kabla hajajibu, Mwenyezi Mungu akateremshia aya iliyoko katika suratul An'am aya ya 52, ile inayosema wala tatrudi alladhina yad'una rabbahum bilghadati wal'ashiyyi yuriduna wajhahu ma alayka min hisabihim min shay'in wama min hisabika alayhim min shay'in fatatrudahum fatakuna min adh-dhalimin. Mwenyezi Mungu akaambia usiwafukuze hao, huna hisabu nao na wala wao hawana hisabu na hawa. Ukiwafukuza hawa watakwenda wapi? Umewalekeza mahali gani pa kuwapeleka? Basi waate wao ende zao. Yeye Mwenyezi Mungu yuaridhika na wale hao, nyinyi mnaosema maskini, Mwenyezi Mungu yuaridhika nao. Wewe utajiri wako kaa nao. Hiyo ndio ilikuwa message, direct message ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndani ya Makkah mtume akaja Madina Munawwara. Sasa ninakwambia tena na nakukumbusha tena, mtume kazi kubwa aliyokuwa akifanya ni kutoa kibri kwa Waarabu waliokuwa wanaishi na ule ujamaa na ukabila waliokuwa nao. Kazi kubwa mtume alikuwa ni kuitoa, na ilikuwa ni challenge kubwa mpaka maswahaba wansilimu, lakini bado zile chembe wako nazo. Na mtume asema la yadkhulul jannata, haingii peponi mtu yoyote, man kana fi kalbihi, yule mtu kwenye moyo wake akawa na atom mithqala dharratin min alkibri, ukawa na atom piece ndogo dharra ya kibri, ukiwa nayo tu huingii peponi kabisa. Watakuwa na package kamili, ukawa na dharra ni atom. Atom ndio kipimo chetu sisi cha kuelewa, lakini dharra haina kipimo. Sasa ukawa na piece ndogo ya kibri, mtume akwambia wewe guarantee huingii peponi kabisa.
Mtume alipokuja Madina, sasa ashatengeza state yake. Kibri kilikuwa hakijesha bwana, kilikuwa bado Waarabu wengine kibri wanacho, na ni maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Siku moja maswahaba walikuwa wamekaa, akiwemo Abu Dharr, wakiwemo na baadhi ya maswahaba wengine, na Bilal bin Rabah alikuwa amekaa hapo. Katika mazungumzo yaliyotokea na kufanyia jokes, lakini zile jokes zilipita mipaka. Zilipopita mipaka, basi Abu Dharr akamkejeli, akamtolea maneno Bilal bin Rabah, kwa kiwa akimwambia yabna sauda, ewe kijana wa mama mweusi. Yani kama wewe mweupe unaambia mimi no, ustadhi mweusi sana yule. Ustadhi Umari mweusi sana. Basi lile neno lilimudhi sana Bilal bin Rabah. Atamshtakia nani? Na hana msimamizi isipokuwa ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuna watu yani complain zao haendi kotini bwana, complain zao zinakwenda direct kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. And when I'm saying kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ndio koti ya mtume hiyo sallallahu alaihi wasallam. Wajua kuna tatizo moja dogo, mtu kimwambia complain zangu nasipeleka kwa mtume, kidogo hushtuka kaona kama wakosea. No, hukosei kabisa. Yategemea intention yako, waamini kitu gani wewe. Lakini complain zako zile ambazo kwamba unazoziweka wewe, wanazipeleka direct kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bilal bin Rabah alikuwa ngoje isuke tu, lakini no, yeye ana mtu ambaye kwamba wakumtetea ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bilal akatoka kwa mtume, akatoka kenda kwa mtume, akamwambia ya Rasulullah, ewe mtume wa Mwenyezi Mungu, inna Aba Dharrin, hakika Aba Dharrin amenitukana akiniambia kwamba mimi ni mtu mweusi. Hiyo ndio best language nikuelewe, yani uelewe ule uchungu. Mimi ni mtu mweusi. Ndio kesi ya kipekee Mtume Muhammad aliyotoka kumtafuta anashtakiwa. Siku zote mtume akiletwa complaints yuagizia aletwe. Alitoka kwa hasira yake mtume akamtafuta Abu Dharr yuko wapi, mpaka alipomuona mtume hakumpiga, lakini alimwambia neno. Lile neno ndio mpaka leo ndio message yangu na wewe uliona kibri. Mtume alimwambia innaka mruun fiki jahiliya, wewe ni Muislamu lakini bado unao ule ujahiliya, ule ukristo unao wewe. Alikuwa siatuzungumzia mtume akuzungumza Ukristo, ule ujahiliya yani ni ule upotevu uliokuweko kabla hajakuwa Muislamu. Sasa kwetu sisi, wewe ukiwa na kibri ni sawa sawa na non-muslim. Ndio mtume akasema huwezi kuipata harufu ya pepo, smell ya paradise huwezi kuipata kwa sababu ya mithqala dharra. Basi Abu Dharr ule utungu aliosikia kwamba alifeel guilty. Tatizo letu lingine kubwa ni kwamba hukubali wewe kama una kibri. Kibri unacho lakini hukubali. Abu Dharr akakubali. Alipokubali Abu Dharr, basi baada ya kumwomba msamaha mtume, yes alimkosea Bilal, alimwomba msamaha mtume, kisha akalala kwenye ground, kwenye mchanga. Akamwambia ya Rasulullah, mimi namuomba Bilal msamaha. Akisema maneno haya shalala chini, amwambia namuomba msamaha Bilal na sitoinuka mpaka Bilal anikanyage, ndio nitafeel raha kwamba Bilal amenisamehe. Kibri anataka yani ajua wazi akinikanyaga kile kibri kitatoka. Bas alipolala mtume akamwambia panda. Si alitaka mwenyewe bwana, na ndio msamaha, na mtume akataka kubalance namna ile, akamwambia panda hapo juu. Basi Bilal bin Rabah akamwambia ya Rasulullah, mimi ikiwa kusamehe ninamsamehe, na zaidi siwezi kumkanyaga mtu ambaye kwamba uso wake unamsujudia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Gale watu moyo ulivyokuwa na safi, watu walivyokuwa na clean heart. Wewe ukiambia mlipizo Ustadh Umari, no,
sijakwambia ulipize, lakini ushafikiria mambo 10 wewe. Within seconds ushafikiria mambo 10 namna gani nitamlipiza mimi. Leo nitapia hiyo chance, lakini ana chance, lakini maneno mawili aliyozungumza Abadhar, yani kibri ndio kilitoka. Nakupa mfano wa kuwa hawa ni Waislamu, masahaba wa Mtume, lakini kibri bado wengine walikuwa hawajatoka. Ndio Saidina Umar radhiallahu anhu alikuwa akimwona Bilal akisema, Bilalu sayyiduna wa a'taka sayyidana, Bilal ni bwana wetu, Bilal ndio sharifu wetu, Bilal ndio light yetu. Saidina Umar asema ende Mwarabu amwambia Bilal, huyu akamsimamisha mbele ya watu akasema, huyu sayyiduna ndio saa. Sisi tuita saa bwana wetu usema saa. Basi ukiita kama ni profesa wewe utajua mwenyewe, lakini huyu ndio bwana wetu Mtume. Kisha Saidina Umar anajisifu kwa Bilal, kisha sema na yule mbora zaidi ni yule bwana wetu alimwacha huru, Saidina Abu Bakar Siddiq radhiallahu anhu. Watu yani namna kibri wamekitoa. Hizi ni dalili mbili, kisha tumalizie kabisa. Bilal bin Rabah radhiallahu anhu, huyu ndo alipata challenge nyingi za racism, especially kutokana na kibri. Bilal bin Rabah walipofika sasa Waislamu wameikomboa Maka, masanamu washavunjwa. Sasa Mtume amwambia Bilal, panda juu ya Al-Kaaba uadhini. Makureishi wale walokuwa wakitawala Al-Kaaba na mji wa Maka, leo wamuona mtu yule ambaye kwamba aliyekuwa mniduni kwa wao, for the first time apandishwa juu Al-Kaaba na amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wengine walishindwa kuvumilia. Mmoja alisema katika maswahaba Mtume akasema, yani Mwenyezi Mungu amrehemu babangu kuwa shakufa, hakuiona aibu kama hii ya leo mtu mweusi kupanda juu Al-Kaaba. Hawa ni watu waliokuwa bado kibri wanacho. Wengine wasema kwamba Mtume amekosa mtu yoyote wa kuadhini, amweka huyo ghurabun aswad, yani kurabu mweusi ndio anayepandishwa hapa. Hakujibu Mtume sallallahu alaihi wasallam, alijibu Mwenyezi Mungu. Ile message manake ilikwenda ule uzito, Mwenyezi Mungu akaona yeye. Mtume hajui, watu wanazungumza umma, watu more than 10,000, Mtume hajui kwa zungumzwa nini, lakini kwa ndani ya Al-Kaaba Mtume sallallahu alaihi wasallam akaletwa wahi, akaambia kuna habari hizo, kisha waambie, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha. Mwenyezi Mungu asema, waambia watangazie sasa, tumeumbwa tuna wanaume na wanawake. Kisha Mwenyezi Mungu ametujalia sisi tuna ukoo, tuna communities, kuna Wakikuyu, kuna Wakamba, kuna Mijikenda, kuna Wahindi, kuna Wabohora, kuna jiteni mtakafu, lakini litaarafu, yale makabila tumekewa sisi ni communication one another. Hapa mimi na wewe huelewi, huoni umuhimu wa communication, lakini nikenda Amerika mimi hivi sasa, Mungu anijalie kwa da'wa, sikwenda kutembea, nikienda Amerika na wewe hatuzungumzi siku zote hapa, tukakutana Amerika utanikumbuka, huyu mtu wa Kenya huyu. Utaiona ile raha unavyoifeel kama mtu wa Kenya umemwona, basi utatamani bwana ukae naye. Na Kenya tuko pamoja, hatuamkwani, lakini kule litaarafu. Sasa ni ile communication inapatikana automatically, zinakuja zenyewe vitu kama vile. Lakini hatukuumbwa makabila kwa sababu huyu akae kando, huyu akae kando. Community ziko za katika maendeleo, lakini isiwe ni sababu ya kutupana kwa kuwa huyu ni mtu fulani, la. Na hiyo tutaiona hivi sasa. Mimi ninazungumza kabila langu duni, nyinyi mnaosikiza kuna wengine kabila lao kubwa. Tuko na mimi ninajiona duni, lakini kuna wengine chini yangu mimi. Tuko katika hali hizi. Sasa hawa waliposema hivi, Mwenyezi Mungu mwisho akamwambia, inna akramakum indallahi atqakum, yule mbora kwangu mimi kwa Mwenyezi Mungu ni mchaji Mungu. Hii ilikuwa ni proof. Ibn Abbas asema hii ilikuwa ni proof, maswahaba wote wanashindwa na Bilal.
Yani mkiwa antaguliwa yeye ni maana aliwashinda wote. Mwenyezi Mungu akamwambia mtague huyu hapa ndio juu. Yani kuonesha namna ikiwa wewe una kibri, basi kibri chako kaa nacho mwenyewe. Maana yake utazikwa nacho na kule ndo habari itaanza kule. Mwisho kumalizia, siku moja kulikuwa na mmoja katika watu wanyonge, na yako mpaka sasa haya mambo. Alikuwa amempenda mwanamke kitajiri ndani ya mji wa Makkah Mukarrama, ndani ya Madina tu Munawwara. Basi alipokuwa mpenda, sasa yule kile kijana akajiwaze kenda kwenye ile family atakatazwa tu. Maana alikuwa ajua, na hayo yako mpaka sasa, kuna watu ambao kwamba yuwapenda mwanamke lakini ataka kumuoa akiangalia ile situation ilivyo, yale mahari mtakayoambiwa, mako utakubaliwa, si kwamba utakataliwa, lakini mahari dori 1 million utaitoa wapi? Bamba 10 huwezi kununua. Sasa hapo kidogo utarudi nyuma, utasema hapa siwezi mimi hata na. Sasa huyu jamaa naye akiangalia hakuna njia itakomfanya mpate ule, basi akaenda akamshauri Bilal bin Rabah, akazungumza naye. Bilal akamwambia mpenda na yule mwanamke akupenda akamwambia twende. Maana yule alikuwa na hofu atakatazwa, akatoka na Bilal akaenda mpaka kule. Wakifika kwenye ile nyumba, Bilal wala akiingia, Bilal bin Rabah anakuja nyumbani kwetu. Kuna watu wakiingia kwenye nyumba wewe ujue 1 year nzima utakuwa na raha tu. Na kuna watu akigonga asiingie, agonge tu, wewe utapata balaa, utashangaa wewe. Na sisemi tuchunguzane, hakuna kuchunguzana, lakini nakwambia tu ziko hizi katika maisha. Jamaa washangaa Bilal ankuja, zile communication ndani ya nyumba zikaanza tu, kuna kuja nani? Bilal anakuja na kijana. Basi Bilal sasa asema zile habari alizilomleta, akasema kunna dhalina fahadana Allah, mimi nilikuwa ninapotea na sisi tulikuwa tumpotea Mwenyezi Mungu, lakini akatuongoza alipomleta mtume sallallahu alaihi wasallam. Mimi nilikuwa mnyonge, lakini alipokuja mtume sahihi nimekuwa boss. Mimi nilikuwa maskini, lakini mtume akanitajirisha. Saidna Bilal amsifu mtume kwanza, kisha akamwambia sasa nimekuja. Huyu ndugu yangu yuamtaka binti yenu, mukimozesha falhamdulillah, mukikataa Allahu akbar. Baba akasikiza yale maneno, kisha kenda ndani. Hakuna njoo baadaye, maana yake uwezo kwenda kukataka mahali ukaambia rudi baadaye, ama ngoja majibu mpaka kiyama usubiri majibu tu. Mwanamke ashaolewa sasa watoto 3, wewe usubiri majibu tu. Ndio hutakii wewe. Sasa wewe si uelewe. Maana ukiambiwa nenda urudi ama atakuletea majibu, fikiria mara 4, nirudi mimi ama sirudi. Wewe unajua hapa kuna matatizo. Na ukilazimisha huko mbele kutaharibika. Nenda mahali unajua utapokewa, familia kukubali, mwanamke atakuheshimu, atawaheshimu wazazi wako, akiwaambia yawasikia, ndo raha ya marriage hiyo. Wao mwanamke hata baba hamtaki, na yeye asikia raha, asema she loves me. She loves you. Loves you vipi nayo kutia motoni wewe? Pepo ni baba, pepo si mke bwana. Na mwanamke pepo ni mume, pepo si mzazi. Lakini mwanamume pepo ni kwa baba na mama. Paka uelewe, mwanamume hata ukioa bado pepo yako iko under your mother and your father. Na mwanamke akiolewa pepo haiko tena kwa mama, pepo iko kwa mume. Sasa paka uelewe, yule mwanamke akusikiza wewe, si wewe umsikize yeye, kwa sababu wewe ndio pepo. Na wewe humsikizi mwanamke, umsikiza mama na nini. Mmalizie shida zake. Ukipata 1000, kwanza utaigawanya ya mama ni ipi na ya baba ni ipi na mke wangu ni ipi. Hiyo mpaka ujue share yako yote, ujua ina baba ina mama, kisha kuna mkeo na wanao. Si maana kwamba usiwape wanao, lakini ujue kuna kitu ile angalau nitampelekea babangu unga wa ngano ama unga sima. Hata kama nao utajiri, lakini mtumie siku moja kama credit ya 10 shilling. Ati ya 10, ya 100, 10 kidogo. Ya 100 ya 1000 mtumie, ajue hata kama nazo, lakini yasikia raha, mtoto wangu amenikumbuka, mtumie please call me hata kama huna message. Ajue kama mtoto wangu amenikumbuka, hana credit, atakutumia pengine. Sasa amwambia huyu bwana, mkimpa sawa, hamkumpa Allahu akbar.
Wale wakiingia ndani wakadiscuss, yule mama amwambia huyu Bilal situation ama ile daraja yake kwa Mwenyezi Mungu, kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam mwajua, mkimkataza tu na Mtume atakao mmemkataza. Sasa mpeni. Basi yule kija kaambia basi tumekubaliana. Sayyidina Bilal akaambia sasa hii ndio tuozeshwa, maana ukitoka wewe akighairi bahati mbaya hapa mambo yamalizike hivyo hivyo. Mambo ya kheri usiacheleweshe bwana. Ikikubaliwa mwambie basi tuoane kisha sherehe baadaye, lakini asibadilike, aweza ka change mind na mwanamke bwana. Chap chap mwambie kadhi Ustadh Umari hapa shawana akaa kwenu ka kwetu. Wataka lini sherehe? After 3 years no problem. Lakini si mkeo. Lakini hivi sasa wangoja lini? Disemba haja yake khairi. Na maisha siku hizi ni hayo. Tusiingie sana mabarobaro waloposa wakaona do ustadhi mbona tutia wasiwasi huo. Akaozeshwa. Sasa point ninayotaka kuitoa ni walipotoka Bilal bin Rabah radhiallahu anhu. Wakati mkona mingi, lakini tumalize kidogo kwa sababu hii topic hairudiwi tena, kwa sababu next week ni topic nyingine, next Sunday topic nyingine. Kwa hivyo yani tukiwata hapa message ya muhimu itakuwa kama naomba radhi inshallah, kwa kuwa nimepitisha ule wakati. Sasa ishapitisha zaidi ya more than 20 minutes, lakini tumalize tu hii point. Huyu kijana alipotoka akaambia Bilal, ashakuwa bwana harusi, akaambia ilikuwa na faida gani? Sijui tumpotea, sijui tulikuwa maskini, sijui. Sasa ungesema tu nakutaka. Bilal bin Rabah akamwambia lazima umshukuru Mtume, leo sikumtaja Mtume ungempata yule mwanamke. Yani nimemtaja vile ili ulainishe wale watu wale, ndio kidogo akalainika. Na ndio na maana hata maustadhi akitaka sadaka lazima kutishetishe, kuna moto, utaingia motoni, toa sadaka. Ndio kidogo yeye utalainika, utatoa. Sasa wewe usipoambiwa kuna pepo hutoi kabisa, lazima tukutishetishe kidogo. Yani si mimi, yani ni mfano. Sisi tunzaliwa wasafi, hatuna kibri. Kile kibri kinakuja katikati. Kibri, kuna vitu vinatufanya sisi tukawa na kibri. Kitu cha kwanza kinatufanya sisi tuwe na kibri ni pesa. Kitu cha pili kinatufanya sisi tuwe na kibri ilmu. Kitu cha tatu kinachotufanya sisi tuwe na kibri ni cheo, ufalme, uminista, ukansala, ama pengine ndio chairman wa msikiti, for example, chairman wa community, chairman wa nyumbani umechaguliwa ni wewe, basi kile kibri ndio kitakuwa kinaanza. Kitu kingine kinachotufanya sisi tuwe na kibri ni ukabila. Kingine kinachotufanya sisi tuwe na kibri ni nguvu. Leo kidogo wajiona bodybuilder, kidogo shainua chuma, basi kimona kama mimi na konda utanipiga kumbo hapo msikitini, sikufanya kitu mimi. Lakini ati kwa kuonja wewe basi ndio utavaa nguo za kubana hivi, ndio yani kibri ndio chaanza hapo pole pole. Yani hizi ni vitu vidogo vidogo vya kibri. Na ukiona mtu amekonda havai vest, ati antoka sio ankonda, lakini mtu anojaa ndio utamwona ati kuna joto. Hakuna joto, akuonesha kama amejaa vile, ndio yuanza pole pole hapo kibri kinachoanza. Sasa hizi ni signs ama ni alama uwe chonjo. Yani ukisha kupata pesa ya ujue wazi do mshahara umpandishwa, basi chunga kibri kitakuingia mara moja. Yani ni njia rahisi. Ukiwa umesoma, usoma wapi bwana? Usoma Sudani, usoma wapi? Madina, ana PhD, doctor, professor, basi utaona mtu ashaanza kidogo akisimama hapa ona nyota mufai kabisa, na hujui mimi Mungu tu amenijalia ninakaa hapa, lakini nina imani hapa kuna watu wansoma kunishinda mimi. Sasa hii pesa ndio zilomfanya Karun. Hatuwezi kuangalia historia ya Karun. Karun, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema zile funguo zake za go down zinabebwa na ngamia, tena ulukuwa, ngamia wale una nguvu. Tena funguo si za metal, si za funina, funguo ni za ngozi. Sasa ngozi mpaka ngamia wazibebe, tena zina nguvu. Ni go down gani hizo? Sisi tuna go down kimoja, basi ndio utamwona mtu hajiona tinted, hataki kusalimiwa barabarani, akipita humjui yeye ama si yeye, waba kufikiria ndiye huyu, ana go down moja huyo, tena hajaipata, si yake, ankodisha.
yeye yake huwa halijali mtu kama huyo. Karun ule ufalme aliokuwa nao na pesa alizozipa Mwenyezi Mungu mwenyewe yuasifu ufalme aliompatia Karun, pesa alizompa Karun alizokuwa nao, lakini ilikuwa ni ajabu. Alizama nayo ile nyumba, alikuwa kwenye state house yake, ile nyumba lake, basi Mwenyezi Mungu alipasua ardhi, kukaingia kila kitu, go down, funguo, kila kitu akazama, na yuazama ila yaumil qiyama. Pesa hizo, yani pesa zinaweza kufanya kana kibri. Ilmu Nabii Musa alayhi salam alikuwa nayo, elimu ya utume alikuwa nao. Akaulizwa na Bani Israil, kunao kama wewe katika ilmu? Maana alikuwa akizungumza lugha Nabii Musa za kiajabu, akasema hakuna kama mimi. Na hiyo ndio kaida kibri. Mashekhe zetu walionao ni ajabu. Mashekhe ukimuona wamuogopa hata kumuuliza swala, wamwangalia hivi, sijui nimuulize ama simuulize huyu, sijui hakupigi, lakini zile sura tukiziangalia za ule shekhe haziku. Lakini kuna mashekhe kama Mtume sallallahu alaihi wasallam, sahibun dhihkuhu tabassumu wal mashyu huwaina, ukimwona always smile, wajuazi huyu mtamwambia lolote, no problem. Lakini kuna mtu ukimwangalia tu mtauliza baadaye, yani ile swali lenyewe la kupotea, na akikwambia niambie, yes you have question, wata ninasahau. Ukusahau ni zile sura za ule shekhe, kama horror movie na kutishia, yani watishika vile unaona, ukimwona si washtuka, ona si. Na hii ndio hali zilioko kibri kile cha ilmu. Waweza wewe angalia, kwa wale wajua na magari huwa hawapati, lakini ukapanda matatu waweza kupanda ya binti yetu, wanawake wetu, wasichana wetu, amvaa buibui vizuri, wewe ukiingia na kanzu kwa kiti cha driver pale, hakai pale. Yule msichana wa Kiislamu yuko radhi akakae na rastaman nyuma, yuona safe kuliko kukaa na ustadhi ambaye kofia. Maana aona huyu ustadhi sijui atanambia maneno gani. Lakini hawana kitu pia, watakawasikia raha wakimwona tu huyu Muislamu mwenzangu, yani afila sikia raha. Lakini mwanamke mwenyewe pia barabarani akiona kanzu yasikia kumwogopa. Sasa hii ndio picture ya maustadhi ambao kwamba tulionana na mashekhe, lakini ile ilmu ndio yamfanya mtu akawa na kibri. Kisha kuna ule ufalme Firaun aliokuwa nao, ndio tuona kibri alikuwa nacho. Kisha kuna ukabila, nimezungumzia Makureshi, ukabila aliokuwa nao, lakini Mtume alikuja akauvunja, maswahaba wakapendana, ikaondoka kabisa kitu kama ile. Kisha kuna nguvu, Shaddad bin Ad alikuwa nguvu, very strong man, ana wake 100, watoto 1000. Fikiria mtu aina gani, wake 100, watoto 1000, viraa 70. Fikiria mtu kwa namna gani, kama Times Tower, wake 100. Sisi mke mmoja tu, yani yeye akupeleka mbio. Basi huyu sasa, ile nguvu ya Shaddad ilionao ndio aliyodai atakujenga pepo, Mwenyezi Mungu akamwangamiza. Sasa ile nguvu ndio ilomfanya. Kisha sasa kuna mix, sisi tuko hapa ndani. Kibri ni disease ambayo kwamba kuna vitu vidogo vidogo vinaweza kutupata, ukawa kwa nao ni tuchunge zile dhara, vitu vidogo vya kutuletea kibri. For example, wewe automatically hata kibri ya nguvu, kibri ya pesa, kibri ya nini tushajua, lakini wewe zokawa tu uko kwenye, unajua ukiangalia kuna mtu pengine driver semi trailer, kisha kuna jamaa mwingine ana Vitz, basi ila kikuangalia hivi akona mdogo, akona tena za kupiga honi akakushtua, yeye kwa wrong side, lakini anapokushtua wewe sasa nini, lakini hauna raha, yuko juu juu pale, akiona yeye anakuona tena atakukanyaga, ukifanya matezo za kafa wewe bwana, lakini anakupiga honi anakupigia. Lakini sasa kuna vitu vya kufanya wewe ukawa na kibri automatically, na kuna vitu mpaka uvitoe. Na si maana tuna magari makubwa, wewe kama una mtu ana gari kubwa, lakini yule anayemwangalia. Yote ya muhimu ni tujiepusheni hivi, ni vitu vidogo vidogo vya kufanya wewe uwe na kibri. Na vitu kama hivi, umekuja hapa msikitini, wameona mwenzako amekuja na tende moja, wewe una chapati, una manini, usimdharau yule ni uwezo wake. Mwenyezi Mungu anaweza kukurudisha pale pale na kiburi chako, ukawa mwisho ni wewe sasa, unao wewe na umeshika wewe. Yote haya ni kuonesha Mwenyezi Mungu msimamo wake wa kibri,
hapendi watu wenye kibri, na Mtume sallallahu alaihi wasallam namna alivyo challenge nao, tujitahidini kudharauliana si kitu kizuri. Wewe uliosoma usimone yule mjinga ambaye kwamba hakusoma, lakini kuna masala ya experience. Wewe ukusoma, lakini mimi nina experience kukushinda wewe. Hiyo ni dhalika fadlullah yuutihi man yasha. Wewe umesoma una degree, lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekumpa kila mtu na daraja, na fauka kulli dhi ilmin alim. Ukijiona usoma leo dakika 10, ujue kuna watu wansoma dakika 20. Yani ikiwa wewe umemka sahihi saa 8, kuna watu wankesha. Lugha ya Kiswahili yakwambia kuna watu wamekesha kuanzia usiku mzima hawajalala. Wewe umekwenda leo ukasoma kidogo. Kibri kama kichi si kitu kizuri. Kuna mifano mingi ya kibri, lakini hii ndio kidogo nilichoweza kuwazungumzia kama sisi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atutoe vitu kama hivi, atusafishe nyoyo zetu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuondoshee kibri kama hiki, atusafishe moyo wetu, atutakabalie ibada zetu, kwa sababu bila yani ukiwa na kibri ibada pia ni tabu za kukubaliwa. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi. جزاكم الله خيرا وعافاكم. بارك الله فيكم. شكرا.